Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mtazamaji wa kipindi chetu cha Nuru Podcast, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika kipindi chetu cha Nuru Podcast. Leo tuko na mgeni wetu adhimu, pende kumuita baba yangu, mzee wangu, Muhammad Said, mchambuzi ama mwandishi wa vitabu. Kwa kadiri zaidi ya miaka 40 amekuwa akihudumu katika uandishi wa vitabu na uchambuzi wa masuala mbalimbali ya kijamii. Karibu tujiunge naye, tufaidike, tujifunze kutoka kwake na tuelimike na tuyajue yale ambayo tulikuwa hapo mwanzo hatukuwa tukiyajua. Mzee wangu. Naam, Bwana Ibrahim. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Sasa ndio nashangaa, sijui kwa nini ni watangazaji wote kila mkianza kipindi mnaanza kwa sifa kumsifia mtu. Sasa nyinyi si mwanze kipindi tu kama huyu mtu nguli hodari, si watu watajua wenyewe, sasa utasifia alafu wataona hakuna mtu chochote bwana. Mimi naadiliki kukusifia kwa sababu ni mtu ile kufuatilia sana. Sasa ikiwa mtu atabisha, basi ni azimi macho yake kama sikio ili aweze kuziona zile sifa nitakazozitoa. Asante Sheikh Ibrahim. Na tujaliwa hivyo iwe hivyo. Asante. Okay, mtu sasa anasema kama mtu anakuambia jambo hata kama maskara, lakini jambo unalipenda, basi sema amini. Mimi nasema amini. Asante. Karibu sana mzee wangu bana. Leo tutazungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya Mashariki ya Kati, na tutazungumza kidogo kuhusu vita vinavyoendelea Iran, Israel na Marekani, na tutaangalia jinsi mambo yalivyoenda na yatakavyoenda. Kwa hiyo karibu sana. Umekuwa ukifanya vipindi mbalimbali kwa muda mrefu kuhusiana na masuala haya ya Mashariki ya Kati, vita hivi. Naam. Lakini muda mrefu sana nimeanza kaeleza kwa sasa, labda naweza kama mwezi. Maana baada ya kutokea hivi vita nikasema nifanye vipindi watu wajue hali ya mambo ni kwa sababu hatuwezi kutegemea kusoma mitandao yao tu. Na sisi tuwe na yetu ya kusema vile. Na swali langu la kwanza lilikuwa lina base hapo. Unajua Imam Ali anasema kila jambo unavyoliona limedhihiri ndani yake lina fikra. Ni ipi fikra ambayo ilikusukuma wewe kuanza kufanya hizi uchambuzi wa kisiasa? Mimi siku ile niliposikia kuwa Marekani na Israeli imeingia Iran, imepiga na kuua viongozi, niliumia sana. Nafsi yangu iliumia sana. Ikanikumbusha mwaka 1981, na nakumbuka nilikuwa Mtwara mchana. Wakati nafanya kazi bandarini, nilikuwa Mtwara kwa ajili ya kazi. Nilikuwa nikitembea na radio, na napenda kutune BBC, kusikiliza, kufungua BBC. Wanatangaza BBC kuwa ndege za Israel zimekwenda Iraq kupiga kituo ambacho wanasema kiko kinajenga nuclear. Wamekipiga kituo kile. Niliumia sana. Na wamepiga, wameondoka, na wakati wa Saddam Hussein rais, na hapakuwa na lolote. Nikasema Rabbi, kweli Waislamu tumefika, mtu anakuwa anapiga nchi na anaondoka hivi hivi, hana hofu. Sasa imetokea Iran imepigwa. Wakati mimi nipo katika majozi yale, natangaza, dunia inatangaza kuwa Iran imerejesha mashambulizi. Nikasema alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Sasa hapo katika mgogoro unaoendelea hivi sasa baina ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Baada ya Marekani kuvamia Venezuela kumteka Maduro na mkewe
kumtega Maduro na mkewe usiku anatolewa na mapajama. Asante. Wakazani kwamba jambo hili linawezekana pia kwa Iran, ambapo vita vinaweza vikaanzishwa na vikamalizwa kwa muda mfupi, unaingia na kutoka, naona kwa salama. Asante. Naam. Kwa mtazamo wako, ni nini hasa kinachoifanya Iran iwe mfupa mgumu kwa Marekani? Tusende kwa Irani kwanza. Tuwazungumze Marekani na Wayahudi kwa wamejiaminisha wao wana nguvu sana. Wamejiaminisha wao wana nguvu sana wa kuweza kufanya jambo lolote na kupyote za kugusa. Basi bora wangejiaminisha wao peke yao, dunia ingekuwa salama. Na dunia ikaamini hivyo, wa watu wana nguvu, wanaweza kufanya lolote lile ambalo wanatakiwa. Wamakaru Allahu wallahu khairul makirin. Wanapanga na Allah mwenyewe anapanga. Sisi tunajua katika wapangaji hakuna mbora kumshinda Allah, sio wazi? Sahihi. Leo tunakwenda mwezi wa 6, vita vinaendelea. Marekani haijui itatoka vipi katika vita hivi. Haijui itatoka vipi kwenye vita hivi. Kwanza, wa Irani imethibitishia dunia kuwa hawa Marekani ni chui wa karatasi. Chui anayetisha ni ule chui mnyama. Lakini ukimtengeneza chui wako karatasi, atanifanya nini mimi chui wa karatasi? Sinampiga teke tu. Hakuna lolote. Wanataka kutoka kwenye vita hivi, hawajui watatoka vipi. Vituo vyao vyote Kuwait, Qatar, vyote vile vimepigwa. Wanasema jumla 15. Vyote vimepigwa. Na baada ya kupigwa, basi ingetosha mpigwe, labda mkae pale pale, kwa labda tunaweza sisi tukarejesha wameondoa vile vituo, wamejaribu kupeleka Jordan, hapakuwa salama, wamepigwa na Jordan kule. Sasa nyumba salama ambao wanaweza kujificha wao wakapata angalau kupumua, wanakimbilia Israel. Hili si jambo dogo. Hakika Iran imepigika na madhara yake ni makubwa, lakini kitu ambacho dunia inashangaa ni kuwa mataifa yameingia, Umoja wa Mataifa imeingia, jamani tupate sulhu. Iran hawana haraka ya sulhu. Wamejitolea kufa wao. Wamejitolea kufa. Kwa hii fitna haiwezi kuisha kwa haya mambo suluhu, hawa watakuja tena. Sisi tunataka tuendelee na hivi vita. Mpaka ifikie mahali Marekani ikitaka kufikiria kuja kutushambulia tena, wafikirie sana, na mwisho jibu lao liwe msitafute balaa bwana. Wamarekani wenyewe wanasema kweli sisi Wamarekani, kisema Marekani na maana raia, kulikuwa na haja ya kufanya vita na Iran sisi? Kwa lipi? Trump unaona kupigana vita vya Israeli, unapigania vita vya Israeli na tuingiza sisi? Ona viki inatufuata hivi. Na Irani imetoka ikiwa na nguvu zaidi na heshima zaidi, na imepata kitu kingine. Ule mlango wa Hormuz ulikuwa jumla jabala kila mtu, leo uko mkononi. Tazama Mwenyezi Mungu anapofanya mambo yake. Kuna mtu msoma zamani ya maneno, wakati mwingine kuna maneno mimi wanakopa kusema, kila wakati mwingine usema walidhani Irani ni kama zile nchi nyingine walizowazunguka pale, walikuwa wanafikiria vile. Hawakujua kama Irani wao ile imani yao kwa Allah, ile kuamini Mungu, ile kuwa sisi tukifa katika hili
Sisi ni mashahidi. Kuna makala ndani umeiona nimefanya, nimesema Iran nchi ya mashahidi na mashujaa. Asante. Nchi ya mashahidi na mashujaa. Walisema tunataka kwanza tumalize tatizo la uranium enrichment, tubadilishe uongozi. Uongozi umebadilika, na mbaya zaidi wamekuja viongozi vijana ambao fikra yao, unajua mtu sana kasema ujana ni maji ya moto. Fikra yao ni kwa hawa sisi tutakwenda nao mpaka mwisho wake. Sasa Marekani haijui itatoka vipi pale. Hapo katika kuongezea, ninatamani niongeze swali hapo. Ni nini kimesababisha ama ni nini kipo nyuma ya Irani mpaka imekuwa ni mfupa mgumu kwa Marekani? Imani yao kwa Allah. Ikuwa hii sisi tunapigana kwa ajili ya Allah, ya kuilinda dini yetu. Hawa ugomvi wetu, hatuna ugomvi na hawa watu, sasa ugomvi nao. Hatujakwenda kwao kuwafanya lolote hata siku moja. Tuko kwenye nchi yetu, tumeweka sisi sheria zetu kwa sisi. Basi kama katiba yetu itakuwa hii Qur'an, ndio utakuwa mwongozo wetu wa kutuongoza sisi. Hana ugomvi na mtu. Wamekuja kutupiga kwa ajili hili. Wa Irani wa siku moja waone wanakuja wana muziki Tehran, unapiga muziki na ule upuzi mwingi ambao tumeuzoea kwa nchi za magharibi. Mimi nimefika Irani bwana. Sika nakwambia mimi nimefika kwa macho yangu na nimeiona Irani ilivyo. Na nimetembea alhamdulillah nchi za Kiarabu zile pale nimetembea. Kwa hiyo najua ile tofauti Irani na nchi nyingine za Kiislamu, naijua hiyo tofauti. Hii ndio nguvu. Wametoka watu kwenda barabarani kuilani serikali yao kuwa kwa nini ninapigana. Sana wamenufaika na vita hivi Irani kuwa na nguvu. Waamerika kutoka pale vichwa vyao wameinamisha chini. Unakumbuka vita vya 2006 baina ya Hezbollah Hassan Nasrallah na Israel. Unakumbuka vitu hivyo? Ilikuwa siku 32 au 42 sikumbuki, lakini mwezi mzima ulikaa vita. Vilipoanza watu wakajua kama kawaida wataingia Wayahudi watawamaliza wale. Kaka, mambo hayakwenda hivi. Siku ya kubadilishana mateka, wale wenye mataifa wakawa na ceasefire, wakawa wamemaliza mapigano. Ndio ilikuwa siku ya majonzi makubwa. Vyombo vyote vya habari viko pale wanabadilishana mateka. Hezbollah wanapokea mateka wao. Watu walikuwa hai, askari kwa hai. Upande wa Wayahudi na kwenda maboksi ya maiti. Ile ilikuwa kutosha funzo kuwa wasirudie tena. Na ndio maana safari hiyo walipokuja kutaka vita na Irani, walilazimisha lazima Marekani uingie tuwe pamoja. Na hii kila rais wanasema kuanzia Reagan, Wayahudi wakiwaambia ingieni kwenye vita na Irani. Ingieni, waingie pamoja. Sidhani kama leo atakuwa na mtu kumwambia Trump bwana au marais mwingine atakayekuja pale wamebwana tutafanya vitu kama hivyo. Bwana bado acha tupumzike kwa sana. Asante. Miongoni mwa sababu zilizotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na kuanzisha vita na Iran ni kwamba Irani wanamiliki nyuklia, jambo ambalo limekuwa likitolewa ufafanuzi na viongozi wa Irani mara kwa mara na kukanwa kwamba hakuna umiliki wa nyuklia kule Iran. Swala langu ni kwamba mgogoro huu ni kuna swala pana lililopo ambapo ndio mzizi wa Marekani kwenye mgogoro huu, ama ni sababu hii iliyotolewa na Donald Trump? Taasisi ya kusema mambo nyuklia imepewa kila kitu wazi kabisa, na imesema wala hawako katika mpango wa nyuklia. Kuna fatwa ya Khamenei, nadhani unajua, kwa nyuklia hii ni dhambi. Nani anataka silaha kama hii? Ya nini sisi?
kuangamiza watu, tutakwenda kumjibu nini Allah? Sisi inafahamika, lakini sicho hicho anachokitaka wao, hawakisemi. Nini wanakitaka? Wanaumizwa na ule Uislamu, ndio unawaumiza. Kwani duniani hakuna Uislamu Kwani hakuna Uislamu? Mbona wafanye uadui kama ule? Lakini ule Uislamu wa Irani ndio unawaumiza wao. Na Mwenyezi Mungu shayatafuta vile katika hili, si jambo geni, unajua. Hiyo ndio ndio. Alafu angalia basi, wameweka vikwazo, vile vikwazo ndio vimewapa nguvu Iran. Leo Iran wanasomesha vijana wao hatari, mpaka watoto wa kike wamewasomesha vizuri sana, na kubwa zaidi ni kuwa Irani leo imekuwa mfano wa nchi za Kiislamu, zile nchi pale za Ghuba pale, kuwa sisi tunaweza tukawa Iran. Wamewezaje? Tuna sisi dunia nzima iko mikononi mwetu wazi. Wale wamewekewa vikwazo chungu mzima, leo wako vile, jeshi lenye nguvu, watu wenye mshikamano, heshima yao. Nani leo anaweza kumdharau? Nani? Niambie, taifa gani anaweza kumdharau? Sasa na hali ya Mashariki ya Kati imebadilika, haitakuwa kama ile ambayo ipo iliyokuwepo. Sioni tena mimi Marekani anarudi pale kwa kuna kitu watu kusema, kwa sababu tunafanya sawa. Wamarekani wanasema, wachambuzi kama wanasema asilimia 80 ya nchi za Kiarabu zote wananchi wanaichukia Marekani. Yaani hawaridhiki na ule mwendo wa serikali zao, lakini sisi wanafanya staha kwa sababu na ndugu zetu na tuna mahusiano, tunakwenda kwenye nchi zao. Hatutaki leo tukaomba visa tukaambiwa wale watu wabaya. Asante. Na nilikuwa natamani pia kufahamu, miongoni mwa maneno yako nikikunukuu, uliwahi kusema mwanzo kwa vita pale kusema kwamba Irani nikinukuu hapa inasema Irani inataka vita viishe katika hali ambayo hawatorudi tena, kwa uwe mwisho wa hii fitna, kila mtu akae nyumbani kwake kwa salama na kuheshimiana. Haitorudi tena hii. Maneno yako yalichagizwa na nini? Kwa sababu hawa watu wana chokochoko, wameua watu Gaza, watakuja kuwa watu Irani vile vile. Sasa tuwaonyeshe kuwa hili jambo hili ninalofanya hili ni la hatari, kwa si kama mtakuja kuua sisi tu na nyinyi mtakufa vile vile. Kwa ndio na wanajua, Iran wanajua kama Israel haiwezi vita muda mrefu, hawezi kupigana vita miaka 8 kama kupigana na Saddam Hussein, hawezi kuhimili vita miaka 8, na hawezi kupigana bila Marekani. Leo na Marekani ameelemewa, unamsikia Israel anasema chochote, wamkakinya, kwa sababu anajua yeye mwenyewe pale ile sani yake imejaa, hajui afanye nini. Huo ndio kweli ambao dunia nzima ni kipindi cha muda tu, tumwombe Mungu vita vishe na hali ya Mashariki ya Kati itakayobadilika. Wale wote wale watakaa kwa salama na Iran na kwa mapenzi makubwa, na watataka kujifunza. Atakuwa mtu mjinga sana usende kujifundisha Iran. Kwa hii nyinyi mmewezaje kuilinda nchi yenu peke yenu? Wale wazania kuwa usalama wao kwa Marekani. Wachambuzi wanasema vita hivyo wao wanapigwa, Marekani anakuja kutetea zile buzi zake pale alipokuwa kishazidiwa. Na nadhani unafahamu kama wameshiwa na silaha. Baadhi ya watu wanasema kwamba Marekani, kwa nini Irani haipigi Marekani moja kwa moja? Maana Marekani yeye anaishambulia Irani, anaharibu miundombinu ya Irani, anaua viongozi wa Irani. Kwa nini Irani hajibu mashambulizi moja kwa moja? Ngoja nikwambie, kiongozi yoyote anapopewa mamlaka ya nchi, nia yake ni kuweka nchi yake salama. Leo wanaweza kufanya mambo mengine zaidi
kwa raia wengine zaidi. Lakini ya nini yote haya? Haya tulikuwa nayo hapa yanatosha sisi kupata kufikia lengo letu. Leo Iran wanapendeza Marekani. Wanajiuliza wanasema sisi tumeingia vita kwa ugomvi gani tulikuwa nao na Iran sisi? Raia wa kawaida wanauliza. Tunaingizwa kwenye vita kwa sababu wanaona hali ya uchumi, mafuta yamepanda, hali ya uchumi watu wanapata shida. Kwa lipi? Tuna ugomvi gani sisi na Irani? Ndio wanamtuhumu Trump kwa yeye kashawishiwa na Netanyahu kuingia katika vita hivi, lakini Marekani hawana haja. Netanyahu amemwambia Obama na kila rais akamwambia tumieni nuclear mwapige Iran. Kwa tuwapige kwa sababu gani? Tutumie nuclear kwa sababu gani? Na kuna kipindi nimefanya kwa tarehe nuclear kwa Iran. Hii ndio hali iliyokuwepo. Watu wanajiuliza yuko wapi Mojtaba Khamenei, kwa sababu sasa hivi ni zaidi ya siku 150 Mossad wametoa taarifa ya kwamba hawajadetect device yoyote ya Mojtaba Khamenei. Watu wanasema ni kwamba ni yale mashambulizi ama ni ile taarifa iliyotolewa na Israeli kwamba katika mashambulizi yaliyofanywa na Marekani ndiyo yamepelekea kutoonekana Mojtaba mpaka sasa, kwa maana ni majeruhi. Na tujalie majeruhi wao na mahusu nini? Na tujalie ni majeruhi. Sasa swala langu lilikuwa je, ni mpango wa kisiasa wa Irani ama ni haya madhara yaliyopatikana kwenye mashambulizi na Israel? Hili swali tulipe muda, tutajua. Kwani kipi kimepungua? Kiasi tuseme labda angekuwepo mwenyewe hapa jambo lilikuwa kadha wa kadha. Kipi kimepungua? Lakini yote hii ni kuzidiwa na mambo. Sasa unakuwa katika mambo ambayo yatawahusu. Wewe hujamwona waziri labda mwezi mzima hajakwenda ofisini, wewe inakuhusu nini? Kazi zinakwenda. Watu wana wasiwasi huenda kiongozi naye pia ameuliwa. Tatizo na kuna ajabu gani? Kipi kitakuwa cha ajabu? Lakini ndio propaganda hizo za dunia. Tutakuwa kuwatoa watu kwenye lengo. Sasa sema azungumze mustabaka na tuzungumze ili adhabu na kule kushikishwa adabu ambapo Marekani leo wanapata Iran. Hilo ndio la kuzungumza. Mlango bahari wa Hormuz umechangia kiasi gani ushindi wa Iran katika hili? Pakubwa sana. Kwa sababu pale sasa ndio nasema zitapita meli za zile nchi ambazo hazina uadui na sisi. Na karibu wamekubaliana na Omani kuwa hii tutatizama sisi. Manake ndo imekuwa kama ngawira ile. Alikuwa hana ule mlango, leo wanao. Kama ngawira ile. Marekani kwa wapi? Asema anaweza kuweka blockade later. So tuseme kuzingira bandari zile kwa miaka 20 anaweza kufanya kitu kama hicho. Na Mungu amejalia Iran kila anapopata uzito wa jambo ndio zidi nguvu zao zinazozidi. Leo wana njia nyingi sana za Iran ni nchi kubwa sana. Hili jambo wala kichwa chao hakihangaiki kwa mambo kama haya. Watakaye tazama mwisho wa vitu tutakuwaje. Mambo yote yatakazo tu. Marekani ataondoka pale. Na ataondoa maneno zake kichwa kikiwa chini. Sasa hivi wako kwa mbali kidogo, alishakimbia pale kwa sababu zile misali za Iran wanabadilisha majina tu, hii jina kadhaa. Kwa zaidi ya miaka 30 walikuwa wanajitayarisha. Walijua iko siku hivi vitu vitatokea. Na kila kitu wameweka chini ya ardhi. Kama walivyofanya Vietnam wakati wanapigana na Marekani. Kwani Marekani bala lake likaanza leo? Wanapigana na Vietnam. Na wa Vietnam walijenga chini, kila kitu chao waliweka chini. Askari wanapita chini. Ndio wanachukutana nao sasa hivi. Wewe umeona jeshi la Iran umeliona? Umeliona? Si unalisikia tu. Ushawaona? Sasa jiulize litakapotoka sasa itakuwaje? Wasema tutakuja sasa hivi tutavamia na askari wasema ground offensive, tutakuja sana askari kuvamia nchi.
vijana walitoka kujiandikisha kuwa sisi tunakwenda, sio kujiandikisha kuanza kufundishwa mambo ya jeshi ya reserve. Wale wanasema tunakwenda kujiandikishiwa, sisi tunakwenda kujiandikishiwa, tunasubiri. Na watu wengine bwana, tumeona Uturuki, Saudia pamoja na Pakistan wamefanya mkataba wa ulinzi, wamefanya mkataba wa ulinzi baina yao. Milengo ni miwili, ni kujilinda, kujimarisha kwa ajili ya ulinzi, ama kujilinda dhidi ya Iran. Kuna watu wengine wanasema la pili, kuwa kujilinda dhidi ya Iran, lakini hapana. Vitu kama hivi tuvipe muda, tusiwe haraka kutoa hukumu. Muislamu ni Muislamu. Si nimekwambia wachambuzi wa Marekani wanasema, uchambuzi wao wanasema 80% ya nchi zile, wananchi wote wanaipenda Iran na wanaiunga mkono kwa hili. Sasa serikali ina nini? Na serikali wanajua. Sasa hivi hali itabadilika sana, Sheikh Ibrahim. Haitakuwa kama ilivyokuwa. Wanasema Waingereza, it won't be business as usual. Haitakuwa kama ilivyokuwa hapo nyuma. Mambo yatabadilika sana. Hali ya Mashariki ya Kati itakuwa nyingine kabisa. Sioni Marekani kurudishwa pale kutengeneza kujenga upya vile vituo. Sioni, kwa sababu umekuwa ni nini? Kuna neno Kiingereza inaita liability. Kiswahili tutasemaje? Ndio kama mzigo juu yao. Alhamdulillah. Suala langu lingine, haya yanayoendelea, Naam, mwisho wake ni upi? Mwisho utakuja tu, na mwisho ni ushindi kwa Iran. Hapa tulipo Iran wameshashinda. Alisimama Trump anasema kuwa wameshinda. Wakaulizwa, mmeshinda vipi wakati vituo vyenu vyote vimepigwa? Hamko tena nyinyi pale. Mko kwa jina, lakini vituo vyote vimepigwa vibaya sana. Hamna silaha hata moja, mmeambiza, mmeondoa silaha zenu, mmepeleka Jordan kwa King Abdullah. Na Jordan mwana panga mmepigwa, sasa mnakimbilia kwa kama kuna vita mnataka kupiga Iran, hamwezi kupiga Iran kutokana na nchi hizi za Ghuba. Itabidi mtokea Israeli kupiga Iran. Ujumbe wako kwa Watanzania, maana huu mgogoro unagusa pia maisha ya watu wote duniani, hususan upandaji wa mafuta. Ujumbe wako kwa watu wanaofuatilia mgogoro huu ni upi? Dua, muombe Mungu. Tunajua dua bwana inafuta kadha. Mwenyezi Mungu awape ushindi ndugu zetu. Ushindi wao ndio ushindi wetu sisi. Ushindi wao Iran hawana ugomvi na mtu. Hawakwenda kusema. Hebu fikiria Ibrahim. Fikiria kitendo kile chofanya Marekani na Wayahudi wangefanya Iran. Kuna mtu aliuliza swali hilo. Kwa nini wao wafanye hivyo? Waende Israeli wakapige na waue viongozi. Anasema sisi Waislamu bwana, hatuweza kwenda kuua watu bila sababu. Watu na kazi na watu ovyo ovyo. Kila kitu kwa sababu yake, na sheria kubali yafika na ile hatua tunachukua. Naomba mpenzi mtazamaji wa Nuru Podcast, kwa haya machache tunafika mwisho wa kipindi chetu katika uchambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa. Tunakuomba uweze kutufuatilia tena kwa mara nyingine katika kipindi kijacho, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu. Asante, shukran jazila. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzangu, shukran sana. Asante.